Aidha, wananchi waliohojiwa walipendekeza rais ajaye ashughulikie zaidi vipaumbele vifuatavyo. Maji walikuwa ni 78% ya walioshiriki kura ya maoni. Elimu bora pia ni 78% ya walioshiriki kura ya maoni. Miundombinu ya barabara na madaraja walikuwa ni 69% ya walioshiriki kura ya maoni. Huduma bora ya afya walikuwa ni 63% ya walioshiriki kura ya maoni. Rushwa 60% ya walioshiriki kura ya maoni. Demokrasia ni 47% ya walioshiriki kura ya maoni. Aidha, washiriki wengi wameonyesha hofu kubwa ya wanafunzi kujiingiza katika matumizi ya madawa ya kulevya, hususan bangi. Kwa hiyo walisema kwamba rais ajaye wangefurahi kumuona anazingatia katika kuondoa tatizo hili. Suala hili limeibuliwa na wananchi wa wilaya ya Ilala katika jimbo la Ilala na Segerea. Hawa walioonyesha hofu ya wanafunzi kujiingiza katika matumizi ya mihadarati wengi walitoka wilaya ya Ilala na Segerea. Kujua matarajio na vipaumbele vyao, nitumie fursa hii pia kuwaarifu umma na nyinyi vyombo vya habari kuwa wiki ijayo tutakuiteni tena hapa Serena Hoteli kwa ajili ya kuzindua timu yetu ya uangalizi wa uchaguzi, kwa maana election observers. Na baada ya uchaguzi kukamilika, tutawaarifu mje tena hapa Serena ili tuweze kuwapeni taarifa yetu ya mwisho ya uangalizi wa uchaguzi mkuu na yale ambayo tumeyabainisha katika jedwali letu la maoni ya namna ya kuhusiana na matokeo ya tafiti ambazo tumezifanya kuhusiana na ushindi wa nafasi ya urais. Ndugu waandishi wa habari, tunakushukuruni sana kwa kufika kwetu kwa ajili ya tukio hili. Kama ilivyo siku zote, jukumu lenu kuu ni kuhabarisha umma wa Tanzania. Nitumie nafasi hii basi kupitia kwenu kuwasihi wananchi wajitokeze kupiga kura tarehe 29 Oktoba 2025, wajitokeze na kupiga kura kwa amani na utulivu. Kama ilivyokuwa kauli mbiu yetu ya mwaka 2020, bado tunaendelea na kauli mbiu yetu ile ile CIP Africa. Sisi huwa tunasema kuna maisha baada ya uchaguzi. Tuendeleze mshikamano na umoja wetu. Nchi yetu ni kubwa sana kuliko mtu.